katika mkutano na wakaaji wa sekta Tanganyika, hasa katika mji mkuu wa Mboko, Bwana Gedeon, chef de secteur, aliweza kukutana na wananchi wake ama wakaaji wake na kuambia pointi 9 ambazo ziliweza kuleta taharuki ndani ya Mboko, huku wananchi wakidai kwamba hawezi kungoa mimea na kuweza kwa sababu ya kulinda tumbu zao ili waendelee kunufaika vya kutosha na ulaji wa maole na miogo, huku yeye akikazia. Tulipoona kwamba linaweza kuleta utata kabisa kwenye wakaaji pamoja na sekta nzima, na tukamtembelea, alijieleza ifuatavyo. Hapana, pointi ya kwanza ilikuwa kwa ajili ya bido. Hizi bido ambazo zinanunua mafuta zenye zinavimbishiwa, asili ya bido ama dumu inakuwa ya lita 20. Alafu wale wafanyabiashara wa mafuta wanatoka Uvira, wanatoka Bukavu, wanaleta zile dumu ambazo zinavimbishiwa. Sasa sekta imechunguza ikaona kwamba raia yake inanyanyasiwa sana na wale wafanyabiashara. Tumekataza kata kuona zile dumu katika eneo letu la sekta ya Tanganyika. Jambo la pili ilikuwa kwa ajili ya walalarondo. Ilieleza watu kwamba mlalarondo anatumika sambamba na polisi na jeshi. Sikusema kwamba mlalarondo atatumika na Colonel Mayele ama atatumika na mzalendo ambaye tunaita Asopa. Asopa yuko mzalendo, anajulikana na serikali ya Kongo, na walalarondo nao wamepewa hiyo kipawa na serikali ya Kongo kwamba sehemu ambapo kuna uvurugu, walalarondo wasaidiane na jeshi na polisi. Pointi nyingine ilikuwa kwa ajili ya taxes za serikali. Tumegundua kwamba kuna wataxateur ambao wanakula pesa. Yaani tuko na taxe aina mbili. Tuko na taxe ya province na taxe ya secteur. Na ile taxe ya secteur haitufikie kama vile inavyohitajika. Sasa nimehatarisha wale wa chef de service ambao wanatumika na taxe ya secteur watumike nayo kwa ukamilifu. Wachapewa taxe ya secteur wafikishe kwenye comptabilité ya secteur. Kama ni taxe ya province waipeleke kwenye banki, ile taxe itafika Bukavu ku province. Jambo la nne ilikuwa kuhusu exoneration. Yaani exoneration ni kupatia mtu ruhusa afanye biashara bila kulipa. Alafu nilipoingia madarakani nilikutana exoneration ziko nyingi sana. Yule ambaye nimegomboa ameacha exoneration, wa chef de service wanapana exoneration, wa chef de groupement wanapana exoneration. Ikakuwa kama vile kavuyo. Nikasema kwamba tangia leo utakuwa barua ambayo nitatuma ya kukataza zile exoneration zote kutumika katika mwaka huu wa 2024. La 6 ilikuwa kwa ajili ya kusafisha mjini, kufanya masalon. Tunaona kweli mjini wetu wa Mboko unachafuka na mno, majani yako kila sehemu. Ni pale nimesema kwamba wale wote ambao wanalima miogo ndani ya site zetu za Mboko tunawapatia muda. Tumewapatia muda sijui kuanza mwezi mmoja, tariki 9 ya mwezi huu hadi tariki 9 ya mwezi wa pili wawe wamekwisha ngoa ile miogo yote ambayo inapatikana katika site zetu zote za Mboko. Maana Mboko ni sehemu watu wanahitajika kukaa, sio sehemu ya pori. Kama unapenda kulima muogo, lomba shamba kwa chef de groupement atakupatia maeneo ya kulima miogo. Sio humu katika mjini alafu watu tena wako na kulima miogo. Tunapongeza wale vijana wetu wa Ulaya ambao wanajitoa kutujengea manyumba huko. Mboko ya awali sio Mboko ya sasa. Mboko ya awali au nilikutana nyumba kama hizi za brick quit, nyumba za manjanja yenyeiko nyekundu, nyumba za manjanja yenyeiko blue. Lakini sasa hivi wale vijana wetu wanapenda kutia valeur ya hii mgini. Na kwa hiyo sisi ambao tuko huku vijijini tuwasaidie. Ndio pale nimetoa rambirambi kwamba tutaanza masalongo. Na jambo lingine tulisema kwa ajili ya kuzika watu ndani ya mji wetu wa Mboko ama katika sekta yetu yote. Kuzika mtu ndani ya parcele sio vibaya, akili ina shurti zake. Sasa hivi watu wanaanza kujifanyia kiolela tu, mtu anakufa twende kuzika, mtu anakufa twende kuzika. Tumehatarisha watu kwamba tutatuma wa recenseur watenda wanakagua kila parcele kwenye kuko kaburi, wanawalomba ile attestation d'animation ambayo iko signé na chef de secteur. Na kama hakuna attestation d'animation, nomenclature inasema kwamba ukizika mtu ndani ya parcelle utalipa $120.
Na wakati watafanya ile ukaguzi, tutawatuma kwenye ukaguzi. Kama hauna ile attestation d'inhumation, utapata kwanza amande na baadaye unalipa ile $50. Na mtu kwenda kuzika mtu kwenye makaburi publiki, masimetiari publiki, nomenclature yetu nasema mtu aje kufanya demand hapa. Mtu wangu amefariki, serikali nahitaji nafasi ya kuzikia mtu wangu, analipa 10,000, anapewa ile attestation de décès, anaenda kuzika mtu wake pale kuma kaburi niko publiki. Kama unapenda kujengea kaburi yako kule kulio publiki, kusemetiere publiki, unalipa 252,000 francs congolais. Wanakuruhusu unajengea kaburi yako jinsi unavitaji kujenga. Kama utatia makaro, kama utatia simenti, kama utafanya nini, unapewa ile ruhusa. Sasa siku hizi watu wanakuwa wakaidi. Wanaona serikali kama vile imelala muda wa miaka kadhaa, lakini sasa serikali inaamua. Watu wajikonforme kwa ile sheria za serikali. Tuko na waetranger wingi katika sektori yetu ya Tanganyika. Warundi wako wengi sana. Na lazima tufanye ile recensement, tujue mkongomani halisi ni nani, mgeni ni nani. Ile recensement tutaipangilia baadaye. Mwandishi wa habari, hizo tumesema katika ile siku ya 9 mwezi wa kwanza 2024. Lakini sasa tumefanya Conseil de Sécurité kwa siku ya kwanza tariki 8, na tumearete mambo kama haya kusema kwamba raia lazima iheshimie hii ambayo Conseil de Sécurité imesema. Tumesema jambo la kwanza, tumekataza pombe ndani ya soko. Ndani ya soko hakuna sehemu moja ndani ya soko utaweza kukutana watu wanauzisha pombe. Pombe inauziwa sehemu zingine. Kama uko na kilabu chako wewe ukakitie sehemu zingine, watu watakufuata. Hapana ndani ya soko. Maana hapa Mboko utakutana siku ya Mungu watu wanalewa, wanakunywa mle ndani ya soko, ile tumepiga marufuku. Jambo la pili tumesema kwa ajili ya kuuzisha pombe ndani ya Avenue du Marché. Ndani ya Avenue du Marché kuko madepo ya mapombe na manganda ya mapombe. Tumesema kwamba kila siku nganda ya pombe inafungua na saa 9, inafunga na saa 5 ya usiku. Saa 9 mchana, saa 5 usiku wanafunga makazi. Hiyo ni azimio imetoka katika Conseil de Sécurité. Jambo la tatu tumesema katika Conseil de Sécurité, tumepiga marufuku kuroa na kaski. Mbele wazazi wetu hawakuroa na kaski, lakini siku hizi vijana wanaanza kamata makaske, wanaingia nazo ndani ya maji, wanaona kwenye samaki ziko mbali. Hata samaki ingelitaga, wanaenda sasa wanatoka wanaambia wavuvi aseme mkuye tumeona samaki sehemu fulani, mwende kutega pale. Ile kuroa na kaske tumekataza. Kama utaroa wende majini, tupa wavu wako, kokota, ile ambayo utapata ndio riski yako Mungu amekupatia. Hapana ile kuangalia kwenye samaki na fichamia kutaga, unajua pale kwa samaki, unaoriente wale wavuvi mwende kutega hivi, ile tumekata kuroa na kaske. Na yule ambaye atapatikana na zile kaske atapata amande, na pili ile kaske yake inakamatiwa atarudishiwa nayo. Jambo la ile tumesema kwamba kupanga maveni majina. Yaani katika mji ukitaka enda Burundi utasikia naenda Chibitoke namba fulani aveni fulani. Sasa hapa kwetu Mboko tumeshukuru yule ambaye amekamata ile wazifa wa kukata hizi barabara hizi aveni. Lakini sasa nimeuliza mama moja wakati nilikuwa napanda, hii aveni wanaita aseme basi maveni hapa Mboko ni kama majina. Sasa mgeni atakuja atajiretrouver iko wapi kama hakuna majina na hakuna manamba. Ndio tukaambia watu kwamba tutatia manamba kumanyumba na tutatia majina kumaveni. Nilikuwa Bukavu siku moja, wakaniambia seme utukute kwa Avenue Fizi. Avenue Fizi? Huko Bukavu kwa Avenue Fizi. Yaani Avenue inakamata jina ya mwingine ile iko katika Jamhuri ya Kidemokrasia. Hata nchi zingine jirani. Burundi kuko Avenue de la République démocratique du Congo. Iko kule Burundi République démocratique du Congo. Lakini Avenue iko pale tu ni nchi iko katika Afrika. Na ile tutapanga majina ya maveni yetu baada ya kusafisha hii Mboko yetu yote cité par cité. Tunaanza panga sasa majina na
tunaanza pana manimero kwa nyumba na kupanga majina ya maveni. Katika pointi yake ya kujieleza pamoja na wananchi kuhusu wazalendo, kulikuwa na malalamiko ya kiongozi anayesimamia watoto wa Fizi kwa wazalendo akiwa mjini Goma. Aliweza kuwasiliana na BTV na kuiambia kwamba yeye ndiye anajua wazalendo wa kweli wako wapi na sio chef de secteur. Tulipotaka kujua ujio wa Mayele ulikuja kwa ajili yake au la, alijieleza kama ifuatavyo. Mimi kwanza Mayele amekuja, sikujua kama atakuja, kuniarifu kama atakuja. Mimi mitingi nilipangilia awali kwamba tariki 9 nitafanya mitingi, na nikaambia chef de village wapa ambie wakapita wote watangazie kwamba tariki 9 ya mwezi huu kwa saa 9 tutafanya mitingi populaire. Sasa hapa kulikuwa utata kidogo. Yule ambaye nimegomboa alikuwa anazoea kufanya mitingi ndani ya soko. Mimi nikisema hapana, mkubwa wa kijiji ama mkubwa wa sekta aweza kafanyia mitingi ndani ya soko. Hapa kwenye ofisini nimepata kibarua cha Mayele, ordre de mission yake na notification yake kutoka kwa coordinateur national wa Bazalendo, anapatikana Goma. Tumepata barua yake, tukaangalia, wanaandika kwamba atasupervise territoire 3, territoire d'Uvira, Fizi na Mwenga kwa ngambo ya wazalendo. Mimi nikasema kwamba siwezi nikasaini kwa hii ordre de mission yako, maana mimi sio mkubwa wa territoire. Kiongozi wa territoire iko Fizi. Kumbe wende Fizi asaini kwanza kama vile umefika ndani ya territoire yake, alafu utakuja kututembelea sisi wa chef de secteur. Kweli amefanya hivyo, ametuma vijana wawili walienda Fizi, wakaenda kuonana na administrateur akasaini ile ordre de mission yake kutoka Goma kama vile mwangalizi wa hizi territoire 3 ambazo nawaambia. Alipofika hapa na mimi sasa nikapiga sahihi yangu, kwa maana amefika ndani ya sektere ya Tanganyika.